ndani ya studio hizi za Big Boss. Karibu sana ndani ya wasaa huu wa kipindi cha Jamvini. Shukrani. Kwa kwanza yule anayetufuatilia hivi sasa angependa kufahamu anaitwa nani, na mimi nimesema unafahamika kama Kidali, lakini ni vyema mwenyewe ukatuambia unaitwa nani, alafu tuambie pilika zako. Kwa jina naitwa Dr. Mchongo, ni Safi Talent, jina ambalo ni maarufu sana Kidali. Lakini pia katika upande wa majina ambayo tumepewa sasa na wazazi, naitwa Isa Mjumka. Asa Isa, kwa nini ukaamua ujiite Kidali kutoka kwenye Isa? Ni akili tu za mtaani tu hizo. Unajua sisi tumeangalia movie sana. Yaani sisi kipindi chetu wakati tunakuwa ni kipindi ambacho tulikuwa tunafuatilia movie. Sasa naweza nikasema ni movie zenye niathiri. Kwamba baada ya kuangalia movie nikaona mbona na mimi kama kuna baadhi ya mambo za ajabu ambazo naweza nikawa nazo. Sasa katika kufikiria hivi nikajikuta kweli kumbe ni mtoto ambaye amezaliwa na nguvu za ajabu. Kwa hiyo jina hilo nimejiita Kidali kutokana na maudhui pia ambao nafanya. Kwa hiyo wewe sababu ya kufahamu kwamba una nguvu za ajabu ulizitoa baada ya kuangalia movie. Yaani zile kwamba ile kama umeangalia movie Van Damme sijui nani anapigana vile na ukajikuta umerudi nyumbani ile mbavu. Baada hapo ndio ukagundua kwamba una nguvu za ajabu. Na una nguvu za ajabu vipi? Kwenye familia yetu sisi tumezaliwa wanne. Tumezaliwa wanne, kwa hiyo na wawili wa kike, wawili wa kiume. Wale wa kiume ni mmoja na wawili. Okay, lakini unajua katika familia yote tukifuatilia movie kuna mtoto mmoja tu ambaye atazaliwa. Kama ni dunia kuna baadhi ya vitu ambavyo anaenda yule mtoto ambaye atazaliwa kurekebisha. Kwa hiyo katika familia yetu mimi ndio mtoto pekee ambaye nimezaliwa ili mradi nije kutetea watu mtaani ambao wananyanyasika, au kama mtu anajijua na tabia yoyote ya ovyo, mimi ndio nakuwa na dili naye. Wewe umejijuaje kwamba wewe ndio mtu ambaye umeteuliwa labda ndani ya familia ndio wewe mtetezi? Yaani nilipozaliwa tu nimezaliwa kimaajabu. Umezaliwa hapo kufuatilia. Unajua kabisa udogo umezaliwa na nguvu za ajabu. Historia yako ulizaliwaje? Nilizaliwa na mtoto fulani ambaye sina goti. Hii ni real life. Walisia mbona. Lakini ni mambo ya kitamaduni zao wanajua wenyewe. Kwa hiyo nilitokea kwenye familia ambazo kuna mambo ya kitamaduni sana. Mikoba, mifuko, tunguli. Kwa hiyo nilipozaliwa ilikuwa kidogo kuna watu walichanganya, lakini kutokana na wao imani zao na baadhi ya vitu walifanya na Mungu karudi, goti likarudi. Unavyokuepo ukifanya content zako Frankie, huwa watu wanakuamini kweli kwamba huyu bwana anatutisha hivi tumpige? Kuna watu ambao wanaamini nimesha kweli kwamba mimi tabia zile ninazo. Kuna watu ambao hata ningekutana nao mtaani wanaishi muda wote na saa wote kwamba nitaanzisha vurugu labda maeneo kama hayo. Kutokana na hao jinsi walivyonikaribu. Lakini hizi ni content ambazo tunafanya, so halisia wewe. Kukuta katika maisha ya kawaida. Sasa hivi hapa labda ningekuwa nishagombana hata na hao ambao nimekuja nao. Ningeingia mwenyewe kwanza, ningekataa waingie. Wangeishia nje. Lakini mpaka niko nao hapa ni wanangu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba zile ni content ya kuna uhalisia. Na wewe unapata ugumu gani kushoot hizo content? Ugumu ambao tunaupata ni sometimes kuna changamoto. Kuna content ilikuwa nafanya za daladala. Sasa hivi siwezi kufanya kiasi kwamba nikiingia ndani ya daladala unakuwa na watu ambao wananijua. Lakini pia ugumu mwingine ambao unaupata ni hata content ninazofanya za mtaani za kugombana. Pia muda mwingine inakuwa inanikosi kwa sababu ikiwa anaanzisha ugomvi kuna watu wananijua, kwa hiyo ni changamoto nyingi sana. Kwa mtu akikujua huwezi kugombana nao? Anaweza akakujua, unajua unaweza kumprank mtu very serious. Alafu akaja mtu mmoja anasema wewe ndio unajua huyu. Wewe sana piganaga mtandaoni. Ukishaongea hivyo. Kama mtu umemprank akimtafuta cameraman wako akigundua ni kweli. Hapo kunakuwa na kwani cameraman kwa nini mpaka wamtafute? Huwa anajificha au? Cameraman hawezi kuonekana. Au ukiwa na prank cameraman anakuwa hayupo eneo hilo? Anakuwepo eneo hilo. Ila anajificha. Mbali sana kiasi kwamba. Sure. Yaani hata ukiwa naye kwa sababu kaka naye anapiga naye story. Lakini jinsi alivyoshika simu anavyoshoot
mtu aweze kugundua kwamba hapo mlipo mnashutiwa. Mtu anaweza kafunja mikono hiyo simu kaishika hapa labda. Rekodi najua mnaongea. Kuna watu ambao wanarekodiwa. Mimi nikadhani vile mnavyogombana labda waga najiuliza sasa inakuwaje anagombana na mtu alafu kumbe mtu anamuona mtu ameshika kamera pale pembeni. Kumbe cameraman anakuwa haonekani kama ameshika kamera. Cameraman hawezi kuonekana kwenye anakaa mbali sana. Na ni kwa nini mnafanya hivyo? Yaani kumficha cameraman? Kama unataka content yako iwe na uhalisia, kwa sababu ukimprank mtu akikuona anajua kabisa anaigiza, kwa ana alternative mbili. Ya kwanza akatae, ya pili anaweza hata kukupiga. Kwa nini unamrekodi? Lakini ukimshoot yeye mwenyewe bila kujua ni ngumu sana. Ni ngumu. Content pia inakuwa inaenda vile kwa content ambayo inaeleweka. Tofauti na ukimuonyesha kamera. Kwa kuna uhalisia fulani ambao anaweza kufanya. Na wewe ilikuwaje ukaamua unafanya prank? Kwa sababu zipo content aina nyingi sana ambazo watu wanafanya. Kwa nini uliamua ufanye prank? Na ni ngumu kiuhalisia au wewe kwako unaona sio ngumu? Historia ya maisha yangu ya prank. Mimi sio mtu wa prank. Sio mtu wa prank, sijai kutegemea, sijai kufikiria kwenye maisha yangu hata siku moja na kuja kufanya prank. Kwa sababu nilikuwa nafanya content tofauti, ni content ambazo wanafanya watu wengine. Na kawaida tu vichekesho kinaeleweka mwanzo mwisho na post. Lakini ni katika kutafuta content, unajua unaweza kupost content hata kila siku hata 30. Lakini kama imeandikwa na Mwenyezi Mungu, ipo siku kuna moja ambayo itapokelewa. Mimi nafikiri ndo katika hiyo wamenipokea katika prank. Kwa prank nikajikuta tu kumbe nikifanya prank watu ndo wanapenda. Watu ndo wananifuatilia. Umeona, kwa hiyo inabidi niingie moja kwa moja katika kufanya prank, japo mwanzo nilikuwa muoga bila experience ambayo niko nayo sasa hivi. Nani alikupa ujasiri sasa leo ukapata ujasiri kwamba mimi nasimama kwenye prank na nafanya prank? Nani alikupa ujasiri? Kwa sababu kama ni reporter mimi nimekutana naye muda ambao yani nafanya prank nishazoea. Ila nilikuwa na idea kupitia yeye anachokifanya. Na ujasiri umekuja tu wenyewe. Lakini wewe unapigwa. Maisha yako katika prank tunapigwa na posti sana. Na posti sana. Ushakupigwa serious? Serious? Yaani wewe umepigwa serious, umeenda kushoot afu ukapigwa serious. Sio kupigwa ilikuwa kawe. Na prank. Yaani lazima nipigwe. Ndio ni post. Na haujafikiria kubadilisha? Yaani ukaamua content zingine ukachana na prank? Nimefikiria. Nafikiria lakini pia nafanya ubunifu baadhi ya content. Kila siku nabadilisha content. Aina ya content ambazo natoa. Lakini inanigia ugumu sana. Sababu watu washazoea kwamba ni mpole. Kwa nitaonyesha kwamba ni mpole, wanaona wanatuzunguka. Inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo walisia ambao wanafanya ni ngumu sana kubadilisha, wanatamani sana kubadilisha. Nimeona ndugu yako yeye anaambia jamani wewe ni support na huku pia, au ndio umesusa kwenye support huku, na wewe ndio umesema kwamba wafuatiliaji wako wamezoea kukuona ukiwa unapigwa, yaani kwamba ukifanya content zingine watu watawashtuki. Wewe ni kwa nini? Ni kwa nini? Nani? Reporter. Na pia baada ya kusimama kwenye prank akawa na shoot zile za uchizi, na akasema kwamba watu wamsupport kule, lakini watu wanaonekana hawana ile vibe la kusupport huko, wanataka huko kwenye kupigwa, yaani watu wanatizamia yaani kwenye kupigana. Reporter yule ni brother, na mheshimu wa brother, tena Mungu amrudishie kwa alifa, lakini wezungwana jikate kwa sababu ambazo kama watu ambao wanafanya salama lazima kubadilana sana. Unaona? Hiyo hayo ni mambo tu kumwachia Mungu, tuendelee kufanya kazi. Mambo bifudufu anataka yeye. Sana gidi kwa sababu sio lazima tunafanya reality. Yaani hata mtu anipanga. Inabidi sasa si tuanze. Wewe sio unafanya hivi. Itokee bifu mimi nafanyaga kweli. Kwenye hizi shughuli zako ambazo unazifanya wewe za prank, kugombana na watu,
Kuna mwingine umegombana naye leo, umemletea vagi pale akakupeleka polisi hiki na kile, maana akakupa kesi. Umeshawahi kuwa na cycle ipi ambayo imekuzunguka wewe kama wewe na maudhui yako ya plank ambayo inaweza kukusupport pale unapokuwa umepata tatizo? Labda ukawa na mwanasheria ambaye bwana, mimi natengeneza plank, kwa hiyo utakuwa kwa ajili ya mimi ndipo kama nitapata tatizo. Yes. Yeah, ni kweli kitu ambacho nazungumza, lakini unajua kuna nafikiri ni muda bado hujafika. Mimi nina kibali ambacho kinaniruhusu kufanya sanaa zote, na kibali ambacho kinaniruhusu kufanya sanaa hizo content ambazo nafanya. Kwa hiyo katika content naamini kwamba kila content creator lazima kuna siku au kuna content ambazo anataka post haziko sawa kimaadili, umeona sheria zinachukuliwa. Kwa hiyo naamini mimi hata ikitokea tatizo lolote sina msaada, sina msaada wowote. Kwa hiyo kutegemea kibali, sina mwanasheria, yaani changamoto yote ambayo ikitokea ni mimi mwenyewe na maisha yangu ya kuisolve. Na wala hauna hata bodyguard? Au bodyguard ndio cameraman, kwamba ikitokea huko umeshikwa kisawasawa na anatoka kule anakuja kukusaidia? Tukiendaga kushoto wa tunaendaga kuni, yaani inatokea mara moja ndio inatokea, naondoka mimi na director. Lakini content inakuwa sio ngumu sana. Umeona, ikiwa ngumu sana na unakuta inapigwa serious, ndio anapiga. Lakini kutembea na bodyguard hapa, sasa kutembea na bodyguard ndio kwamba mimi mwenyewe nina nguvu gani? Umeshakuzitumia nguvu zako, yaani kwamba kukutana na mtu yeye sasa mnajumbana kweli kweli. Ngoja content ambazo tunafanya. Angalia sana content, huwa napendaga kuvua shati nikianzishaga ugomvi. Ile ndio siri yangu kubwa sana katika kupambana na watu ambao wanazungumza nao. Nikiwa nimevaa shati lazima ni rahisi sana kupiga, lakini nikivua shati kuna baadhi ya nguvu mionzi ambayo inatoka hiyo haionekani. Hiyo inakuja mpaka na nguvu za ajabu. Kwa ukivua shati maana yake watu wajiangalie. Kuna ulipigwa na Masai, lakini wale Masai sasa ilikuwa sijavua shati. Nilivua shati kipindi nishaumia. Nishanipiga tayari, nimeanguka chini. Sielewi, yani watu wamekuja wamejaa, wanakuja kuamulia. Na huo mimi ndo nimevua shati. Ndio nakumbuka kuvua shati. Sasa mpaka kuja kuangalia watu washaji au kuanzisha ugomvi tena. Kutaonekana usikii. Kwa hiyo inabidi tumetulia pale na maumivu yangu basi. Baada ya hapo ukasema mimi sifanyi tena. Nilisema kwa sababu ya kufanya tena prank. Kutokana na kwamba ile content ya ile mafeli ni hapa pale ndio kesho. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu nimeendelea fresh. Maoni yako kwa kijana ambaye naye pia anatamani kuwa content creator, alafu hasa akafikiria kwa maana pia aingie kwenye prank? Niwewe kufanya interview na reporter, ndio maana huwa napenda kumgusia kidogo ninapozungumza na nimeona kwamba mnafanya kitu ambacho kinafanana. Na yeye aliniambia kwamba mpo kama watatu hivi, ananiambia yeye, alafu anambia na mdogo wangu mmoja anaitwa Dr. Mchongo, alafu kuna mwingine hivi mmoja alinitajia, akasema kwamba ndio ambao huwa mnafanya prank. Kwa hiyo endapo kama kuna mwingine akatokea na akatamani kufanya prank, wewe unamshauri kipi? Kitu kimoja ambacho namshauri kwamba kama anafanya sanaa, anataka kufanya prank au content yoyote. Au anataka kufanya content yoyote kwanza, alafu tucheki kwenye prank. Kama anataka kufanya content yoyote, hiyo ni rahisi sana. Sababu watu ambao wanafanya content ni wengi sana. Creation. Wapo wengi sana, kwa hiyo support inaweza ikawa ni kubwa au ni ndogo, sababu wanaanza. Unaona, pia itampa changamoto nyingi sana. Lakini pia namshauri afanye kama anaamini katika hicho kitu. Atakuwa afanye. Lakini kama una imani kwenye kitu ambacho anakifanya, uamini kwamba siku moja kitakuja labda kubadilishia maisha. Kwa hiyo sehemu fulani mimi namshauri tu aache, au kama yuko serious muda wake unambana, aache kufanya hizo content kwa sababu anapoteza muda. Unajua mambo ya content yanahitaji muda mwingi uweke katika masuala ya kushoto. Tengeneza content ile ya dhia. Uweke engagement ya watu kwa wanafuatilia. Mashabiki wake, followers. Sasa kama mtu unakuta anaanza kwa sanaa na post leo, ya kesho kutwa, wiki ijayo, inakuwa ni ngumu sana. Sababu mashabiki wenyewe wanakuwa wanashangaa,
Sasa wewe unaposti kwanza wanakuwa wanampuuzia kwa sababu wewe uko serious. Lakini unapokuwa active kila muda unaposti unakutana na wale unapata mashabiki wengi. Pia zile comment zinakufunza kwamba na baadhi ya vitu unajua sisi tunakosea sana kwenye content. Kama unafanya content unakosea kwa comment unajua kabisa una sehemu fulani ambayo nimekosea kumbe. Kwa kumbe huwa mnasoma comment eh? Comment tunasoma lakini hatujibu. Ni kwa nini wamjibu? Hatujibu comment kulingana na video ambazo tunazipost. Umeona, lakini mtu kama kazoea ku comment ata comment tu atamatusi. Kuna matusi mengine tunayaona matusi makubwa kabisa kiasi kwamba hata ukimchukulia mtu sheria unaweza kumchukulia mtu sheria, lakini tunaamua kuacha tu kwa sababu mpaka umfuatilie mtu wa comment umpate anapoishi sole. Umeona, lakini pia comment nyingi zinakuwa za kukera kila mtu. Mfano mimi nizungumzie asilimia comment nyingi sana ambazo watu na comment kwenye video yangu mimi ni comment negative ambazo zinakera. Natamani hapa kujua kwamba wewe unafanyaje kuweza kuzizoea, sijui niseme kuzichukulia poa hizo comment ambazo zinakwaza. Yaani pasipo kumjibu mtu, yani kwa mtu labda amekongelesha kitu labda kimekukera, yani umtukani, umchukulie sheria yoyote, unamwona tunamchukulia poa, yani kwamba yani wewe unafanyaje ili kuweza kucontrol hiyo? Mimi nafikiri hapo ni experience tu ya kitu ambacho nalifanya. Umeona, content ambazo mimi nafanya hata wewe ukiziangalia lazima hivi ndio anachukuliaje. Kuna baadhi ya vitu nafanya yani ya kuforce comment ya matusi, comment vitu vya ajabu, lakini sasa nishazoea zile comment zinasumbua sana kutokana na kwamba hamna kitu kingine ambacho inaandikwa kwenye comment ambacho msijui. Matusi yote makubwa yashakomentiwa sana, nimepotezea kumjibu mtu. Lakini sasa utakuja comment ile kitu ambacho kitasababisha mimi nitoke nje ya mfumo. Umeona? Lakini comment ambazo zinaniuza sana ni wale ambao wanatagi jeshi la polisi, wanatagi jina, wanatagi yani serikali ndani ni ndio katika matatizo. Asili ndio zinakukwaza. Hizo ndio comment ambazo zinatoka. Kwani kwamba unakuwa una shoot kitu ambacho kinakuwa kiko nje ya sheria za nchi. Mpaka wataji jeshi la polisi, wataji watu wa idara fulani. Wao sasa wakiangalia zile content ambazo mimi na post wanahisi labda kwenye jamii hazipo sawa. Umeona? Kwa hiyo wanaamua kutaji jeshi la polisi pale wachukue sheria. Kuna comment nyingi sana ambazo wanatagi. Comment content yani shida ni kwamba content ambazo ninafanya mimi nataka nifanye za international. Kama nataka nifanye za international lazima niangalie kwanza hapa. Sasa nikija kufanya zile za international watu wanaona kidogo mbona kama anavuka mipaka. Mfano kuna content ililala katika barabara. Magari nikasoni nimeyazuia. Kulikuwa ni kwenye mataa, lakini nilipopost sijaonyesha mataa. Kwa asilimia watu wengi wajua huyo dogo kalala pale. Kazuia magari. Sasa comment nyingi ndio zikawa na tagi baadhi ya viongozi pale. Wewe unalala kwenye barabara na niliona pia wewe unakula. Na kwa njia nikaona umewakaribisha na wenzio kabisa, naambia kuleni msikwetu na amani hapa, kuleni. Hiyo kumbe wewe unategea kwenye mataa muda nyekundu ndio unaenda kuchapchapa na ile dakika moja ndio unaenda kukaa na shoot au inakuwaje? Ni dakika moja. Mpaka pale matano anaweka ni ready na nyekundu. Magari simama. Ndio pale tunaingia wajua kwa content. Hata kama nilikuwa nimelala jicho langu linaangalia ile taa nyekundu. Na hesabu kwanza namba mpaka nikifika kwenye 20 10 hapa naondoka kwa sababu najua lolote kuna wale ndugu zetu wale wale wanapenya popote kwenye mataa wanapita boda au wale wanaamudu vipi? Hata nikishitini besi wafikiriaji kabisa kwamba wale wana akili za ajabu. Kwa wale wanapokuja kabisa na content kitu ambacho kinaweza kanahatarisha maisha simu. Umeona? Kwa hiyo maana wale wagonjwa wanapita muda wote, yani hawaogopi taa wala wasubiriaji taa wakati mwingine. Ni kweli, lakini sasa leo utafuta content ni ndio mimi nimejiwekea mfumo hata kama nikiumia nikipata matatizo. Ni kitu cha kawaida sana kwa sababu nafikiri mfumo wa content ambao nimeamua mimi kwa matatizo. Hata akija kinidonga pikipiki sawa. Kuna maisha mengine yataendelea.
content ipi ile kuifanya alafu hadi mwenyewe pia ikakuogopesha na pia ikakuletea changamoto, either ukiachana hiyo kumiangia ambayo ulifanya pia ikakuogopesha, ikakupa pressure mbona hii kweli mimi nimeshoot hapa unakuaje? Kuna content nyingi sana nimefanya, nyingi sana kukumbuka, lakini nakumbuka kama social media kwa Mungu ilikuwa ni kawe kwa Jumapili tunafanya content. Kuna Sabato sio Kristo wale wanatoka kanisani. Mama stendi na sasa content yetu ilikuwa inahitaji hapo au stand. Umeona sasa kitu kilichokuja kutokea pale kwamba mimi nilitoa scene kwa kama mwezi. Na nikaifanya ile scene vizuri. Kilichokuja kutokea ni kwamba asilimia watu wote ambao wanatoka kanisani pale ndio wanamsumbua yule mtu akajua huyo ni mwizi. Mwanzo nilianza kwa content. Na walijui sana. Umeona kwa nilichukuliwa sheria nikaitoa mwezi kama nilikimbia. Kukimbia wakanipiga pale, lakini ndo madirector wakaja, kuna wazee wengine kabla ya shoot niliwaelekeza kama wazee tuna shoot kama professional. Kwa una wazee wakaja kwamba director yangu mimi hakuaminia kusema kwamba wewe ni mwigizaji na shoot. Nilikuwa na shoot simu ya mtu anaona kama anamnamba. Kama endelea kuchezea vibao mpaka anakuja hayo wazee. Ndio umeenda sana. Umekuja na jamaa wako hapa, naye huo una shoot naye, ni anashika kamera au ni nani? Huyo sometimes ni director, lakini sometimes pia ni content creator, anafanya content creator. Karibu sasa. Asante. Bwana hapa ndo Big Boss, hapa ndo Jamvini. Sema na watu hao. Una director wa ndugu yangu hao. Wewe unafanyaje kwamba ikitokea kwamba Mwamba ameshikwa hapo, ameshikwa kweli? Yaani mtu ambaye ameenda kumfanya prank elewi kabisa. Alafu waga anaitwa sana. Nataka ngoja muone huwa anaitwa sana. Yaani anaitwa kwamba Joseph fulani utufanyie prank ndio tutakayokupiga. Wewe unazipitia hizo comment zako. Niyamisa. Kidari unazipitia hizo comment. Kama unaitwa Joseph fulani utufanyie prank. Comment yote ambayo inakuja kwenye page yangu. Video ambayo nitapost lazima niisome. Mwakuwa naziona sana, wapo watu wengi sana wanatagi baadhi ya maeneo ni wengine wanatagi maeneo ambayo nishaenda. Umeona, kwa hiyo na mimi naendaga kweli. Na ukialikwa unaenda kweli? Naendaga, lakini sasa sikutani nao. Na ukutana nao wale kualika. Ukutana nao wote na wananiomba picha. Wale ambao wanataka naona kwa vile mjadala kwa ngumi. Wale ni comment hizo za asili, lakini reality nikikutana nao wao wenyewe wao wananikubali. Nafanya kazi zangu kwa uhuru. Director huwa anakuja ugumu gani kumshuti Kidali unapoenda location? Unatokea sehemu tofauti kama tulikuwa Kigamboni siku tulichezea Kipole tunaenda kushuti. Wote wote tulikuwa wanasema ilikuwaje? Ndipo tunashuti full eneo alihitaji kushuti. Mazingira roho pale so msapa kushuti akaona kibali au sasa huwa achelewa kuonyesha kibali ndio maana tulipigwa. Kwa mkatoka hapo mmevimba. Tukatoka hapo mmevimba. Kwa hiyo anakuja kujua kibali baadaye. Ndio umeshapigwa. Ndio umeshapigwa. Huo sasa una lipi la kuambia watu wa idara, lakini pia vile vile na watu ambao kwenye hayo maeneo kwamba wafahamu, yaani wawatambue kwamba nyinyi ni watu wa kushuti. Kwa hiyo sio wanawafahamia tu. Mashabiki. Mashabiki hapo. Wewe pia ni content creator. Wewe una shoot vipi? Na shoot content creator. Content zako ni zipi? Zipo. Kama kuna moja ya bajaji uliona bajaji. Uliona uje. Ndio, nilifuatilia kama vile. Wewe una shoot hivyo. Yaani ni msanii ambaye anabadilika tofauti sio content creator. Ana uhalisia wa kweli mimi, yaani nabadilika ndio kubadilika. Wanatumia jina gani kwenye mitandao ya kijamii? Hasa ni mjeuri. Ni mjeuri kweli au? Tayari Kidali umechange kidogo. Naona sasa kama vile umeenda kwenye kuimba, mara pia kama upo kwenye movie. Ndio nataka uhamie kwenye movie huko kwa unatengeneza jina au ni aje? Na utabakia huku na kwenye movie au inakuwaje?
movie kwamba kuna movie ambazo na shoot kama series au kweli na movie ambazo na shoot, lakini nyingi sana huwa nimeshirikishwa. Okay. Nyingi huwa nimeshirikishwa na hivyo naenda shoot, lakini katika swala la kuimba muziki, kabla ya kufanya sanaa zote ambazo nafanya kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nakifanya mimi ni muziki. Nilikuwa mwanamuziki kipindi hicho mwanzo kabisa. Kwa hiyo muziki ukitaka kwenye damu umekaa. Iko siku moja hata kama ukiacha kuimba ukafanya content creation, umeona, iko siku moja tu lazima utarudi tena kuimba. Kuna wasanii wengi sana Bongo walianza kuigiza, walianza kuimba, wakaja wakaigiza kama maarufu, baadaye wakarudi tena kwenye kuimba. Wanachinjeo hapo kina Mr. Mwani ndiye anaimba ujumbe. Wapo wengi sana ambao walikuwa wasanii, sasa hivi walikuwa ni wasanii wakaja kwenye content na narudi tena kwenye kuimba mara moja moja. Wito wako kwa vyombo husika ikiwemo serikali na kadhalika juu ya nyie watu wa content au nyie watu wa prank wawatizame, maana kama mmesaulika hivi au mpo nyuma hivi, tofauti na watu ambao wengine wanaoshuti content za kawaida ambazo zimezoeleka. Na kama hivi watu wengi sasa hivi wamezoea sana, yani leo upuuzi naweza tukaita hivi ambao zamani unaweza tukaona upuuzi, lakini kwa sasa ndio umekuwa unafuatiliwa sana. Mtu akiweka za kuchekesha kafanya hiki anakuwa na viewers wengi kuliko ni ambao mnafanya prank. Na niliona pia moja ya ndugu yetu pia tumtolee mfano ya kuzungumza pia kwamba prank haijatazamwa sana serikalini kwenye idara, na sasa hivi serikali imejitahidi, imeamua sasa kuwasaidia au kwenda sawa na watu wa content au content creator. Wewe pia unalitazamaje hilo na unalizungumzaje kwa serikali kuwatizama nyie watu wa prank? Unajua sisi ni watu ambao tumesahaulika sana. Nilisema tumesahaulika ni kwamba serikali inakuwa ipo busy sana kufuatilia watu ambao na content creator karibu. Hapo kujua kwamba hata sisi ambao tunafanya prank pia na content creator. Na kwa mfano mmoja sana katika masuala ya awards, hizi tuzo ambazo zinatokea katika kila mwaka, tuzo sijui nini, umeona, sijawahi kuona kipengele kinasema kipengele ambacho kinahusu watu wa prank kwamba wana tuzo yao nao kwenye hizo nominations ambazo pia zinafanyika kwa mwaka, sijawahi kuona. Kwa hiyo mimi naomba tu serikali ifikirie kwamba hata sisi pia tunapitia changamoto nyingi kwenye kuandaa content. Tunapitia changamoto nyingi, tunahitajika na sisi support. Unajua sasa hivi watu ambao wanafanya prank wanakuwa wengi sana, na ambao wako hadi ndani ya daladala. Kuna wengine wanafanya ndani ya daladala, ila wanafanya kutokana na idea zao ambazo tunazo. Umeona, kwa hiyo watu ambao tunafanya prank sio lazima walete vurugu kama ambazo wanafanya mimi. Yaani prank ni kitu chochote ambacho utamprank mtu wa kuangalia, kushangaa kwamba wewe ukafikiria nini kufanya. Umeona, unamtengenezea mtu attention ya kweli, akueni awe na maswali juu yako. Kwa hiyo pia ni hiyo ni kitu kigumu sana kama sio kufanya content. Lakini kwa sisi watu ambao tunafanya prank, naomba tutafikie mmoja na sisi katika hii tuzo, kuwe na tuzo kwa sababu tuko wengi. Na tunafanya prank sasa hivi tuko wengi, hata sasa tunafika na fikiri. Kwa hiyo hata akiweka kipengele cha kirutaja pale sawa. Tamani sana. Pengine kwa wafuasi wako wanaokufuatilia na lipi la kuambia kwamba sasa hivi sasa ushaingia pia kwenye muziki au umerudi kwenye muziki na upo kwenye prank pia vile vile na mambo mengine kibao ambayo unaoyafanya? Mimi naomba tu wanipokee katika muziki. Ila sijiwekeza sana kuimba nyimbo. Nimeimba tu nilishirikishwa. Na ndio fulani ya Torino. Nilishirikisha tu, lakini kama nimefungua kwamba mfungua ubongo wako kwamba kama zamani fanya music. Kwa hiyo katika process hiyo ya siwekea sana, siweka kilimo sana kwamba tunaanza kufanya muziki. Lakini modi yangu utakaponiambia kama anavyoniambia kutungua shati, utakaponiambia haya imba muziki, nitaenda studio kwa ajili ya kurekodi ngoma. Nikiingia studio ngoma ambayo tutatoa mkali sana, na uwezo wa kuandika. Kwa hiyo mtu ambaye ana uwezo wa kuandika na kuimba kwa situation ambayo umepitia
kwenye jamii zingine huko kwamba kwenye familia unaweza kuna mganga pia, au ndio mganga mwenyewe? Hapana. Familia zetu sisi tulipotokea ni familia ndogo. Ni tunavile imani fulani. Au za kidini au imani za kimila. Mila zao na zingine wenyewe. Tumekuwa mwaka 2003 kwa hiyo tulikuwa tunaelekea kupatia kwa hata sielewi kitu chochote kile. Tunaangalia wao ndio wanafanya mambo yao. Wewe jua kuhusu uganga la nini? Na wewe una mganga kwamba kukaa naye kwamba bwana wewe utanisaidia mimi endapo nimeenda kumplanki mtu huko akaniroga au akafanya hiki utakuwa unaniagua? Hapana, sifikiria sana katika kuamini hata waganga. Kutokana na mazingira ambayo wapo kwa hiyo sina imani ya kuamini bila. Mbona kwa mimi namtegemea Mungu sana. Ndio chochote. Hata nikipata changamoto, kitu cha kwanza hata nipige ngumi katika prank nyingi. Kitu cha kwanza ambacho nitataja ni Mwenyezi Mungu. Mungu yeye ndio anaamua kila kitu. Yesu maisha yetu kwa sababu prank ambazo tunafanya. Najua Mwenyezi Mungu ana muda wake ambao amemkadiria kwa kuondoka duniani. Kwa hiyo mimi sijui lini nitaondoka duniani, lakini namuamini yeye. Kwa hiyo hata nikifanya prank katika huu ugomvi pia huenda ikawa ni safari yangu moja hapo kuondoka duniani. Mtu anaweza kupigana naye anikata mtama, labda nikaangukia kichwa, ila ni katika kazi ambayo nimechagua. Kwa mimi sana namtegemea Mwenyezi Mungu, sababu mganga hata nikimpa laki ngapi sababisha hata nikianguka nisimie ni ngumu. Sababu sio yeye aliyeweza katika utaratibu. Dakika 46 hivi sasa baada ya saa 12 za jioni, 14 kabla ya saa 1 za jioni. Hii ni Jamvini na hii ni Big Boss. Sisi tumeshafika ukingoni hapa mwa mazungumzo ambayo nilikuwa napiga story hapa na mgeni ambaye niko naye hii leo ndani ya studio hizi za Big Boss ambaye kuja kutembelea kupiga naye story. Sheisa huyu jina lake la kazi mwenyewe anajiita Dr. wa Mchongo, Kidari baba lao, mwili mbavu. Basi unaweza kumsikia mimi